Msanii wa muziki wa Bongo Flava Seif Shabani almaarufu kama Matonya alikuwa akikabiliwa na kesi ya ubakaji kule nchini Kenya. Kwa sasa msanii huyu ameachiwa kwa dhamana katika mahakama za Kenya kwa kesi iliyokuwa ikimkabili, na kwa sasa ameonekana akiwashukuru Tanzania wote waliokuwa wakimwombea na kumtia moyo kwa kipindi kigumu ambacho aliachiwa. Matonya baada ya kuachiwa amezungumza maneno mafupi tu kwenye video aliyochapisha kwenye ukurasa wake wa Instagram, akizungumza maneno ya kutoa shukrani na kuweza kuwashukuru Tanzania kwa maombi, lakini pia kwa wale ambao wamejitoa kupigania yeye kushindana na hiyo kesi. Maneno ambayo aliyazungumza, amesema kwanza namshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kutoka na kuwa nje kwa dhamana, na pili nawashukuru sana Tanzania wote, alisema Matonya, na kumalizia kwa kusema alhamdulillah. Lakini mbali na hilo pia watu wamezungumzia muonekano wa msanii wa muziki huyu wa Bongo Flava Matonya baada ya kuachiwa kwa dhamana kutoka mahabusu ambako alikaa wiki kadhaa zilizopita, na kuweza kuzungumza, lakini kubwa zaidi kumshukuru Mungu kwa kile ambacho kimeonekana kwamba Matonya amekuwa huru kwa dhamana kutokana na kesi ambayo kimkabili huko nchini Kenya, kesi ambayo ilikuwa tayari imeshafika katika mahakama za Kenya, kesi ambayo ilikuwa kimkabili kutokana na tuhuma za ubakaji. Na haya ndio maneno ambayo amezungumza Matonya kupitia video ambayo ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram hii leo. Kwanza nimshukuru Mungu, leo nimepata nafasi au dhamana ya kuwa nje katika mahakama za Kenya. Lakini pia niwashukuru wa Tanzania wote kwa dua na maombi, wote kwa pamoja kwa umoja wao. Lakini pia niwashukuru ndugu zangu wa Kenya pia kwa maombi na dua. Nishukuru familia yangu pendwa ya Rama Msomi kupambana nami mpaka sasa niko hapa nje. Kaka yangu Omar, kaka yangu familia ya Naman, Kala Moto, familia yangu pia ambayo imetoka Nairobi, marafiki zangu ambao tunafanya nao kazi pamoja, kina Kendi na wengine wengi. Nishukuru pia balozi yangu ya Tanzania, na kuwashukuruni sana kwa umoja na kuhakikisha jambo hili linakwenda hatua kwa hatua, japo kuwa siwezi kulizungumzia maana liko mahakama, lakini naomba wanitoe kwenye hiyo siasa ya masuala sijui ya ubakaji ya nini. Hiyo sio ndoto yangu, wala simo humo, wala sitalizungumzia sana. Lakini waliopanga wanajua wenyewe walichokipanga kwa ajili ya maslahi yao. Yote kwa yote namshukuru Mwenyezi Mungu, mama yangu mzazi Bi Zuhura Tanga na familia yote kwa maombi na dua. Lakini pia tuiachie mahakama, inshallah itatenda haki kwa nafasi yake waliokuwa nayo. Yote kwa yote nasema asante Mungu, nawapenda sana wote kwa pamoja, wote kabisa. Asanteni sana.